agreement for the establishment of the African Finance Corporation na azimio la bunge la kuridhia marekebisho ya mpaka wa hifadhi ya taifa ya Nyerere. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Mwigulu, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu aje awasilishe hoja yake. Mheshimiwa Spika, awali ya yote ni wapongeze sana timu ya wananchi Yanga kwa kuwa bingwa. Na Mheshimiwa Spika, kwa takwimu hizo za jana ni dhahiri sasa mtoto aliyeanza form 1 mpaka amemaliza form 4 hajaona Simba akiwa bingwa. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa ibara ya 63(3)(a) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ninaomba kuwasilisha azimio la kuridhia mkataba wa uanzishwaji wa Shirika la Fedha la Afrika wa mwaka 2007, the Agreement for Establishment of African Finance Corporation. Mheshimiwa Spika, chimbuko la azimio la kuridhia mkataba wa uanzishwaji wa Shirika la Fedha la Afrika wa mwaka 2007, ibara ya 19 kipengele cha 3 ya mkataba wa uanzishwaji wa Shirika la Fedha la Afrika unaozitaka nchi zinazojiunga na shirika hilo baada ya kusainiwa kwa mkataba kuwasilisha hati ya kuridhia masharti ya mkataba huo, Instrument of Ratification. Mheshimiwa Spika, mkataba wa uanzishaji wa Shirika la Fedha la Afrika, the Africa Finance Corporation AFC, ulisainiwa tarehe 28 Mei mwaka 2007. Shirika hili ambalo makao yake makuu yako nchini Nigeria linamilikiwa kwa ubia baina ya sekta binafsi na sekta ya umma. Sekta ya umma inamiliki 59% ya hisa zote na sekta binafsi inamiliki 41% ya hisa zote. Mheshimiwa Spika, aidha umiliki wa sekta binafsi unajumuisha umiliki wa 2% kwa pamoja wa mashirika ya kimataifa ambayo ni Benki ya Maendeleo ya Afrika na Shirika la Bima la Afrika. Hadi Mei 2025, nchi 44 za Afrika zimejiunga na shirika hilo, na kati ya nchi hizo 28 zimejiunga kama wanachama pekee na nchi 16 zimejiunga kama nchi wanahisa. Mheshimiwa Spika, nchi ambazo zinamiliki hisa ni pamoja na Nigeria na mashirika yake kupitia Benki Kuu ya Nigeria yenye hisa 38.3%, Angola 0.54%, Benin 0.06%, Botswana 0.06%, Cape Verde 0.03%, Cote d'Ivoire 0.31%, DRC 0.16%, Misri 3.73%, Gabon 1.64%, Ghana 1.05%, Guinea 0.03%, Kenya 0.11%, Mauritius 0.61%, Sierra Leone 0.07%, Togo 0.16% na Zimbabwe 0.03%. Nchi ambazo zimejiunga kama wanachama pekee ni Ethiopia, Guinea Bissau, Burkina Faso, Burundi, Comoros, Congo Brazzaville, Gambia, Liberia, Jamhuri ya Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Namibia, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Somalia, Jamhuri ya Sudani Kusini, Tunisia, Uganda, Zambia, Chadi, Djibouti, Eritrea na Eswatini. Mheshimiwa Spika, katika vipindi tofauti Shirika la Afrika limetoa mwaliko wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiunga na shirika hilo ili kunufaika na fursa mbalimbali za kifedha kwa serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa madhumuni ya uanzishwaji wa AFC ni kuziwezesha nchi wanachama kupata fedha kwa ajili ya uwekezaji, kuwezesha biashara ya ndani na nje ya Afrika,
kuchangia katika maendeleo ya kisekta mathalan nishati na uzinduaji, kutoa mikopo ya kibiashara taasisi za kifedha za Afrika, pamoja na kujihusisha shughuli nyingine za kibenki kwa lengo la kukuza uwekezaji. Kigezo kimojawapo cha kunufaika na mikopo na dhamana inayotolewa na AFC ni nchi kuwa mwanachama pekee au mwanachama mwenye hisa katika shirika hilo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapendekeza kujiunga kama mwanachama pekee bila kununua hisa kwa wakati huu. Mheshimiwa Spika, mkataba huu una ibara 21. Naomba nieleze maudhui ya baadhi ya ibara kwa kifupi. Ibara ya 3 ambayo ni shughuli za shirika. Ibara hii inabainisha shughuli za AFC ikiwemo utoaji wa mikopo kwa ajili ya uwekezaji, kuwezesha biashara za ndani na nje ya Afrika, kuchangia katika maendeleo ya sekta ya nishati na uzinduaji, yani extractive industries, usafirishaji na ugavi, mawasiliano